Changamoto na labda ulifanya namna gani ukapita katikati? Hiyo nimepitia. Na nakumbuka hata YouTube yangu, my first YouTube last year. Iliibiwa kama nimeenda sana. Nilikuwa nimesonga kabisa. Nikachukuliwa. Mtu alihack. Alihack. Wakakuja wakahack pia TikTok. Nikapaki hivyo. Tena sasa ndio nikafungua ingine. Nilikuja nikakufa moyo, nikakaa tu, sasa sitaki hata mambo ya mtandao. Sasa huyu my sister Karo encourage, maenda ufungue, kuja twende huku mahali penye wanatengenezanga hizi manini. Tukaenda, ndio huyo amenishika, tukaenda. Sasa yule tulienda ndio nimetengenezewa. Sasa tukiona sasa subscriber iko chini, haitainuka, itaongezeka. Naomba sasa mahali penye unanisikiza ufanye nini? Subscribe, like, share. So hizo nyimbo wada despise obvious. Nyimbo zenye unaimba unasikia uliimba vibaya, sauti ni mbaya. Wewe hata ufai kuimba, hujui kuimba. Hata hujui kuimba. Sasa yani mtu ako mahali pale anaona yeye anaweza imba sana kukuliko wewe. Lakini unajipa moyo kwa sababu vile uliitwa, haukuitwa kama huyo mtu. Uliitwa peke yako. Uliitwa peke yako na wewe uliitwa kutukuza Mungu. Ile kitu ambayo iko ndani mwako na ukapewa. Hakuna binadamu anaweza badilisha. Kweli. Kweli. Mimi huwa nasema sauti, hata waseme sauti ni mbaya. Sauti ni nzuri, sitaki kujua. So long as mimi nikishika mic, I have to praise my Lord. Kwa hiyo sauti yoyote. Yeah. So unaangalia mtu anatukuza Mungu ama anatukuza kujionyesha sauti. Kujionyesha bila anajua kuimba. Ndio napata wengi wetu tunaanguka kwa sababu ya hiyo. Kwa hivyo hii changamoto ziko mingi sana kwa mtandao, unaweza pata vile wanakudespise. Usichoke. So long as unajua ni nini unafanya. Usichoke. Angalia tu kwa Mungu ndiye alikuita. Sababu hakuna mtu huwezi toa talent yenye nilipewa na Mungu. Kweli? Kweli. Mimi yangu si ya kununua ama ya kwenda shule. Hii nilizaliwa. Na si ya kuomba mtu. Na sijaomba. Hii ni ya kuzaliwa. Sasa mimi wanasema hata mtu anituzi, si makosa yako kuzaliwa nayo. Sababu sometimes yenyewe unaweza shushwa. Unaweza pewa hata mic. Wewe ni muimbaji hiyo. Lakini sababu maybe umeshushwa kulingana na familia ama mtu kazi. Unapata hiyo siku unaimba out of key. Kweli. Unaona changamoto ziko pia kwa watumishi wa Mungu. Kabisa.